Ujambo na karibu katika kipindi chetu maalum cha mahojiano. Leo tunaye mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha ANAPAD Mialano Otang'ani David kutoka Nairobi, Kenya, ambaye atatupatia historia fupi ya chama hicho, misingi yake ya kisiasa na mwelekeo wake wa kisiasa, mtazamaji. Baada ya hapo, tutazungumzia kwa kina kabisa hali ya usalama na siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan changamoto zinazoendelea katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Pia tutachambua diplomasia inayofanywa na rais wa nchi hiyo katika juhudi za kurejesha amani na utulivu. Tutaangalia kama mikakati hiyo inaleta matokeo chanya kwa wananchi. Baki nasi kwa mazungumzo haya ya kina, mtazamaji, na ya wazi kuhusu mustakabali wa kisiasa na kiusalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naitwa Abedi Jean de la Croix na hii ni JCTV. Naam, Mialano Otang'ani David, ujambo na karibu kwenye mahojiano. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kupata fursa hii ya kuja kwenye TV yetu ambao ni TV pendwa ya sisi wananchi watukufu wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wacha nitoe salamu zangu za dhati kwa ndugu zetu ambao wako ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hususan wale ambao wanahangaishwa sana na hao watu wa M23 ambao wako chini ya uongozi wa Paul Kagame. Na wapatia pole za dhati, tuko pamoja na wao na tunalia pamoja na wao muda wowote na saa yoyote ile. Naam, katika sehemu hii ya kwanza tutaangazia kuhusu kwanza chama chako cha kisiasa cha ANAPAD. Unaweza kwanza kutupa historia fupi ya chama cha ANAPAD, kilianzishwa lini na kwa malengo gani makuu? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza nitakusahisha kidogo hapo. Umesema chama chako cha ANAPAD. Mimi sina chama. Chama cha wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni kiongozi tu na mwanzilishi wa chama hicho, lakini sio chama cha mtu. Yaani sio company. Mtu akiwa na chama, na nataka nisaishe wale viongozi wote ambao wanaongoza vyama vya kisiasa ambao wanafikiria chama ni cha mtu. Hapana, chama ni cha wananchi. Wao ndio matajiri wa chama chao cha kisiasa. Chama cha ANAPAD ni chama ambacho cha wazalendo, watu ambao wanapenda nchi yao, wanatetea nchi yao na wanataka maendeleo ya nchi yao. Wazo hili la kuunda chama hiki nilipata wakati mimi niko profesa nikifunza, nikiona hali hili dhaifu ambao nchi yetu inaelekea. Kongo hakuna uongozi sahihi. Kongo kuliko kuwa uongozi bali kuna udikteta. Mtu anaweza kusema udikteta ni nini? Kwa sababu kwa sasa wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa wanaheshimu wanasiasa. Utafikiria kama wanasiasa ndio Mungu au miungu yao. Na hilo ndio wakati nilipoona nchi yetu haijakuwa na ile demokrasia tunaitwa ya Kongo. Lakini mamlaka ya wananchi kutoka kwa wananchi ya wananchi. Na hiyo ndio tuunde chama cha ANAPAD. Nilikiunda wakati mwaka 2015 wazo ya kuunda chama hiki na ni chama ambacho kiko kwenye misingi ya wananchi. Ni chama ambacho kinathamini mwananchi, ambacho kinajua mwananchi ndio tajiri wa mwanasiasa. Kwa sababu mwanasiasa hako pale tu aende atetee masilahi ya wananchi. Chama kiko pale kwa kutaka kutekeleza yale matakwa juu ya wananchi, si juu ya mtu. Lakini ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko tofauti. Ndani ya nchi yetu mtu anaunda chama cha kisiasa kwa sababu anakiona kama vile kampuni ya kwake ya kumuingizia. Mtu anaunda chama cha kisiasa kwa sababu ya malengo yake binafsi. Watu wanachukua chama cha kisiasa kama vile kampuni. Kwa mfano kama vile UDPS ya Tshisekedi. Baba yake ya Tshisekedi ndio ameunda chama cha UDPS. Angalia siku ya leo anakuja kuongoza ni mtoto wake ndio amebaki na chama hicho. Lakini
chama cha Anapade akiundwa kwa misingi hiyo, chama kiko hapa juu wananchi. Mimi niko hapa, mimi kama vile kiongozi mwanzilishi wa chama hicho, si kusema ya kwamba mimi ndio tajiri wa chama hicho. Chama ya Anapade sio kampuni, bali misingi ya chama cha Anapade kinapatia watu demokrasia sahihi. Kwa wakati huu mimi naongoza chama hiki, kesho kuna mwingine mwenye ataweza kukiongoza, lakini wale ambao wataongoza waongoze kupitia misingi sahihi ya kidemokrasia, misingi sahihi ya kupatia wananchi thamani kuliko kupatia mwanadamu thamani. Na ndio maana chama cha Anapade ni chama ambacho kiko kwenye misingi ya kutetea maslahi ya mwananchi, sio maslahi ya mtu. Hatukunda chama cha Anapade kwa sababu ya maslahi yetu sisi. Hatukunda chama cha Anapade kwa sababu ya maslahi ya familia. Kwa mfano hivi, mimi huwa ninasema hivi, nina mke, nina watoto, nina ndugu zangu, lakini kwa principle zangu za chama cha Anapade, yule ndugu yangu mwenye akitaka aingie katika ulingo wa kisiasa na akitaka apitie chama cha Anapade, anapaswa achukue membership. Awe mtoto wangu mimi, awe mke wangu mimi, awe dada yangu mimi, awe ndugu yangu, anapaswa achukue membership kama watu wengine. Na kama hata achukue membership, huyo si mtu wa Anapade, kwa sababu misingi ya Anapade ni misingi ya kidemokrasia, sio misingi ya kifamilia na sio misingi ya kijamii. Kwa hiyo Anapade kazi yake na kiini chake kikuu ni kutaka kuboresha maisha ya wananchi, kutaka kuleta miundombinu ya maendeleo katika nchi ya Kongo, kutaka kuweka mwananchi kama vile tajiri wa nchi yake peke yake, kutaka kuweka mwananchi usantre ya development yake mwenyewe. Si mpaka kwa sababu mimi nakuwa rais ndio nikuje nikuandalie gisi wewe utajenga nyumba yako. Hapana. Lakini niko pale nikupe mwongozo gisi wewe utafanya ili ujijengee maslahi na maendeleo katika familia yako na katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ndio maana chama cha Anapade siku moja tunasimama tuchukue nchi na tuongoze nchi yetu kwa sababu ya mabadiliko, kwa sababu tuna miundombinu. Sisi Anapade tukichukua nchi, tutaweka barabara zote katika nchi yote. Umeme ule ambao Joseph Kabila alidanganya watu le 5 chantier, sisi hatuko hapo kwa sababu tutumie tax ya wananchi kwa sababu ya maslahi yetu. Bali tutumie tax ya wananchi kwa sababu ya maslahi ya wananchi. Na kupigana na rushwa katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ndio maana nilitaka nipeane kwa kifupi, Anapade ni chama cha uzalendo ambacho kiko hapo kwa maslahi ya kidemokrasia, maslahi ya wananchi, hapana maslahi ya mwanasiasa. Sisi wanasiasa, Anapade inachukua mwanasiasa kama vile mfanyakazi, mtumishi wa umma, mtumishi wa wananchi. Hapana yeye kuwa tajiri wa wananchi, yani mtumishi wa wananchi ndio mwanasiasa. Asante sana ndugu mtangazaji. Swadakta kabisa. Tuambie sasa, kwa sasa chama chenu kina mwelekeo gani wa kisiasa kitaifa? Mwelekeo wa kisiasa, chama chetu kina mwelekeo wa kitaifa kwa sababu ya maendeleo ya taifa letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa chama cha Anapade kinasajiliwa, kina vitambulisho vyake vyote, na chama cha Anapade kwa sasa tunajiandaa kwenda kwenye competition politique. Tunajiandaa kwenda kuma competition politique, vous allez m'excuser un peu. Kwa sababu ya nini? Anapade tunaheshimu demokrasia na tunaheshimu sauti ya wananchi. Na njia sahihi tu ya sisi kupata mamlaka katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kupitia uchaguzi. Na kupitia uchaguzi ni sauti ya wananchi. Na wananchi ndio watajiri wetu. Wakiamua sisi tuongoze nchi, tutaongoza kwa ajili yao, si kwa ajili yetu. Na kwa wakati huu chama cha Anapade tunajiandaa tena kwenda mu competition politique 2028. Kama Tshisekedi hakuleta ujanja kama wengine maraisi, na kweli Tshisekedi ni mtu sahihi, atuandalie uchaguzi 2028, chama cha Anapade tutakuwa na candidat kuma election presidentielle, na tunajiprepare en conséquence kwenda kuma urne 2028.
Lakini vitu ambavyo niko naona sasa vyenye Tshisekedi anaelekea naona hana nia, kwa sababu leo tuko 2026, kuna baki mwaka mmoja tu wa 2027 pour tuingie 2028 tuingie kwa election. Lakini hakuna mahali ambapo hata bunge letu alijaongea mambo ya uchaguzi. Lakini sisi maendeleo yetu tunajipanga, na chama chetu kiko katika province nyingi katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko ndani ya province ya Kinshasa, tuko ndani ya province ya Tanganyika, tuko ndani ya province ya Chwapa, tuko ndani ya province ya Chopo, tuko ndani ya province ya Lubumbashi, tuko ndani ya province ya Sud Kivu, tulikuwa ndani ya province ya Nord Kivu, but wakati M23 na huyu Kagame wao walikuja, ikabidi tusitishe maaktivite mu province ya Sud Kivu, kwa sababu sisi hatuwezi kwenda na watu ambao wanakuja kuchukua pouvoir par force. Constitution tunatuambia ni wajibu wetu kustope kikundi chochote ambacho kinataka kuchukua mamlaka kwa nguvu, na ndio maana tulisitisha maaktivite politique mu province ya Nord Kivu na Bukavu. Tulikuwa katika province ya Sud Kivu, makao makuu ya chama chetu tulikuwa pale Bukavu, na ikabidi tutoke pale tuende pale kwenye serikali inafanya kazi pale kwenye serikali na jeshi letu wako, tukiwa hapo tukisaidiana na wao kwa kufanya siasa. Kwa hiyo chama chetu kiko kwenye maendeleo, tuko katika province karibia 8 kwa siku ya leo, na tunazidi kuendelea kwa sababu tunajipanga pole ili tupate kwenda kuma competition politique, yani tuingie kuma urne bila tashusho yote ile, na tunajiandaa vilivyo kwenda kwenye maelection. Shukran tele na dhazati Miala Tanganyika David kwa kutujuza kuhusu historia ya chama chenu cha kisiasa. Na sasa tuangalie hali ya kisiasa na kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wanakufa kila uchao huko, ni majonzi tuna simanzi. Naam, tuangazie swala hili la usalama na siasa DRC. Kwa mtazamo wako, hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko katika kiwango gani kwa sasa? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo, na nitahitaji wananchi watusikie vizuri kwa makini. Kwanza, usalama wa nchi unaanza na mwananchi mzalendo. Sio Tshisekedi atatuletea usalama, sio FARDC yenyewe na wazalendo wataleta usalama. Usalama unaanza kwetu sisi wananchi. Kama mwananchi ni mzalendo sahihi, anaweza kujiwekea usalama. Kwa sasa usalama katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mbaya na mbovu katika mashariki ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ifahamike, vita viko Nord Kivu, vita viko Sud Kivu, vita viko na Ituri, na huko ni invasion. Tunavamiwa na nchi ya kigeni ambao inatuvamia kutaka kunyakua ardhi yetu, kuingilia sovereignty nationali yetu. Na ndio maana sisi mara nyingi tunalaani huu muungano wa M23. Watu wengi wanashindwa kuelewa kwa nini sisi tunachukia sana M23. Unasikia? Na kwa nini Bwana Tshisekedi anakataa kwenda kwenye mazungumzo na kusikia watu wa M23? Ni kwa sababu M23 inaungwa mkono na nchi jirani ambayo inaitwa nchi ya Rwanda, ambayo inakaliwa na huyo Bwana Paul Kagame, huyo criminal. Ninamuita Paul Kagame criminal kwa sababu genocide zenye alifanya huko kwa kwanza Rwanda mwaka wa 1994 na 95 jinsi waliua watu. Hiyo hali yake ya criminology ya mauaji ndio tena anakuja kusapoti vikundi vingine vya Wanyarwanda. Kuna kitu kimoja ambacho nataka niweke wazi hapa. Katika nchi yetu ya Kongo kuna watu wale Wanyarwanda ambao waliingia kwa sasa huwa wanajiita, na sitakaki kuwa ninataja hiyo jina lao, wao wakiwa wakijiita ati wao ni Wanyamurenge. Wanyamurenge ni Wafuleru wenye mlima wao. Wanyamurenge sio Watuti, lakini hao watu Kagame aliwaingiza katika nchi ya Kongo kutaka kuingilia sovereignty yetu. Na constitution yetu inasema mtu yote mwenye anavunja sovereignty anakuwa period de servitude penal. Sasa M23 ambao inaungwa mkono na Rwanda
wanakuja kuharibu sovereignty yetu. Tena isitoshe wanakuja kutaka kunyakua ardhi na kuwapa Wanyarwanda hifadhi, na hilo jambo ndio tunazidi kulipiga vita usiku na mchana, na haviwezi likawezekana kwetu, kwa sababu nationality ya Kongo, nchi yetu ama constitution yetu haijawahi kupea mtu nationality yoyote yule. Hatuna kabila la Kinyamurenge mukatra sasa kanto tribi za Kongo, na kupitia hilo kabila ndio Kagame anatumia na hao wengine wakongomani ambao wanajiunga na wao kila Corneille Nangaa kutaka kuharibu usalama wa nchi. Lakini tukiangalia usalama wa nchi ni mbovu zaidi sana katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nord Kivu, Ituri na kipande ya Sud Kivu hapo Bukavu ndio kuna usalama. Na huo usalama hauwezi ukashinda nani Tshisekedi kumetrize akiwa na nia ya kutaka kuleta usalama katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama kweli Tshisekedi yeye ni mzalendo, anaweza kuleta usalama, lakini hilo jambo aliwezi kuzuia Tshisekedi asifanye activity yote ile politiki ama kuandaa uchaguzi. Lakini sasa hali ya usalama ni mbovu zaidi sana mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nord Kivu na nusu ya Sud Kivu, na ninaamini kupitia wazalendo ambao tuko nao kwa sasa na kazi ambao wanakwenda kuifanya, wataukomboa mkoa wa Sud Kivu na usalama utarudi utaimarika sahihi. Nadhani mwaka huu hauwezi ukaisha kabla hao wazalendo na kupitia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watachukua mkoa wa Sud Kivu na usalama utakuwa sahihi. Ndugu mtangazaji, umedai kwamba Wanyamulenge sio Wakongomani. Udhani hii ni miongoni mwa sababu kubwa zinazoendelea kuchangia changamoto za kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mialano? Ndugu mtangazaji, sio mimi nimesema ati simtambue Mnyarwanda kuwa Mkongomani, kwa sababu wewe unasema Mnyamulenge. Mnyamulenge ni Mkongomani, Mnyamulenge ni Mfuleru, Murenge ni mlima. Watu kwanza niachi nafungua hapa, kwa sababu kuna watu wanajiita wao ni Wanyamulenge. Hao sio Wanyamulenge ambao wanajiita Wanyamulenge. Wanyamulenge sahihi, Murenge ni mlima wa Fuleru. Na makabila 450 ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna kabila ambalo linaitwa Mnyamulenge. Katiba yetu haijawahi kureconnaître tribu inaitwa Mnyamulenge, haikuangi. Sio mimi ambao nimekataa kureconnaître, bali ni katiba yetu ambayo tulikubali sisi. Hao ni Wanyarwanda wageni na hawajawahi kupata nationality katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale wote ambao wanawaita hiyo majina wanakosea na wanafanya dhambi. Hao watu sio Wakongomani, hao watu ni Wanyarwanda, na katiba yetu haijawahi kupeana nationality kwa kabila lingine. Na kuna anataka niweke wazi kwa watu ambao wanazidi kuongea, wanasiasa na wengine wazalendo wetu ambao wanasema kuna Wanyamulenge raia. Hakuna raia wa Kinyamulenge. Raia wa Kinyamulenge, Murenge ni mlima, na hiyo haitawahi kutuconvaincre sisi. Hao ni Watutsi Wanyarwanda ambao walikuja Kongo kama vile wakimbizi. Sasa wanataka kupata hifadhi kupitia njia ya nguvu ya kupigana vita. Sasa sio mimi nimekataa, bali ni katiba yetu, na sisi wote tulipitisha katiba hiyo katika referendum. Na kama tulipitisha katika referendum ni katiba, na sisi Wakongomani ndio tulisema hapana, hakuna kabila lingine katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo hao ni Wanyarwanda tu, sio Wakongomani, ni Watutsi waliingia Kongo kwa maslahi zingine zao. Na kwa mtazamo wako, je, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya vya kutosha kukabiliana na makundi yenye silaha nchini humo? Yes, ndugu mtangazaji, serikali ya Tshisekedi imejitahidi, kwa sababu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulikuwa makundi ambayo yanashikilia silaha 150. Makundi ambayo zinashikilia silaha katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilikuwa 150. Leo zimeisha. Wakati Tshisekedi alipochukua majukumu ya kuongoza Kongo, alianza mapurparle. Kulikuwa purparle za kwanza ilikuwa na Nairobi, na yale makundi yote yalikuja pamoja yakakubali kuunga mkono yeye Tshisekedi. Haya makundi yote yakatoka porini yakajiunga na serikali ya bwana Tshisekedi. Takribani makundi
145 zilijiunga na Tshisekedi. Makundi yale ambayo libaki katika msitu kwa sasa ni makundi ya Wanyarwanda kama vile Red Tabara, Twirwaneho, hiyo bilozi whatever, nani zingine makundi za hao Wanyarwanda ambao wanajipatia hilo jina. Njo waliona ya kwamba hawawezi wakatoka porini wajiunge na serikali, na havingewezekana wajiunge na serikali kwa sababu walijitambua ambayo yanatoka kwao Rwanda. Leo Red Tabara inajiunga na M23. Leo Twirwaneho inajiunga na M23. Na haya ni makundi ya Wanyarwanda ambao walikuwa wakiishi Kongo. Wakaona muvuma ambao unatoka Rwanda kwa ndugu yao Paul Kagame. Wakajiunga pamoja wakutaka kubadilisha kureverse regime ya Tshisekedi. Ingelikuwa ni wakongomani wangekubali kujiunga na serikali, ingelikuwa. Lakini kwa sababu walionyesha msimamo wao sio wakongomani, vikundi vyao vilibaki pale pale kupambana na serikali, na wakapata usaidizi wa kikundi kingine cha M23 cha ndugu yao Paul Kagame kutoa Rwanda kuingiza katika nchi ya Kongo. Ndio wakaungana mkono wataki kumtoa Tshisekedi, na wakapata ufadhili kutoka kwa Joseph Kabila, ungine ndugu yao Mnyarwanda aliwapatia nguvu ili wajipatie nationalite par force. Sasa ndio maana Tshisekedi alifaulu kuchukua makundi yote ambayo yalikuwa yanachukua silaha, isipokuwa makundi ya kigeni ya hao Wanyarwanda ambao imejiunga na kikundi kingine cha M23. Ndio walikataa kutoka porini, wakabaki na ndugu zao na hiyo na projet yao ya kutaka kuleta balkanization katika nchi yetu ya Kongo. Naam, tuangalie sasa swala nzima la diplomasia ambayo imefanywa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambao wengi wanasapoti anachokifanya na wengine wanasema kwamba anaharibu mali za umma bure. Kwa mtazamo wako, unaipimaje diplomasia inayofanywa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi katika kushughulikia mgogoro wa usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Unaonaje hali anavyopambana nayo huko DR Congo? Diplomasia ambayo inafanywa na Tshisekedi, kwanza katiba inaruhusu serikali kufanya diplomasia. Katiba, kikatiba ni wajibu wa rais afanye diplomasia na nchi zingine kwa njia ya biashara, ya kutafuta amani, ya maendeleo na vitu kadhalika. Rais ni wajibu wake kikatiba. Sasa wakati Tshisekedi alipoingia madarakani, si kusema mimi ninamsupport, bali ile hatua alifanya, watu wengi tulipiga kelele zaidi sana. Tunachagua rais mwithani, tuseme tourist, kwa sababu Tshisekedi wakati alipoingia madarakani ametembelea nchi zaidi ya 200 na zaidi. Sasa sisi wote tunaweza kumpiga vita, tukaanza kusema ya kwamba kwa nini huyo bwana anatembea huko na huku, anamaliza tu pesa za nchi, anamaliza resources za nchi bure tu, lakini hatukufahamu kwamba hayo anaharibu resources za nchi, lakini alikuwa anatafuta amani kupitia njia ya diplomasia, na kupitia kugonga kwake ilituma yeye aende kuanguka kwa bwana Trump, na akamwambia Trump, tunataka tufanye biashara na wewe, na biashara tutafanya ni kwa sababu wewe ulete kampuni zako katika nchi ya Kongo, lakini shurti ni moja tu, tafuta amani katika nchi ya Kongo, kwa sababu kampuni zako hazitaingia mahali kwenye kuna vita. Na kama ukitaka kampuni zako zifanye biashara na sisi, utafute amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Trump kwa sababu ni mfanya biashara alikubali, amepewa ofa akakubali, na isemekane ya kwamba haiwezekana atume kampuni zake za biashara na katika mashariki ya Kongo kuna vita, na yeye ana uwezo ya kumaliza hiyo vita. Ndio maana kulianza kuwa mapurparle, madialogue ya kutafuta amani mashariki ya Kongo. Bwana criminal Paul Kagame akaitwa, wakasaini mikataba, na ninaona siku za usoni hiyo diplomasia yake inaweza ikaleta jibu, kama hakuna hipokrisi ndani. Kwa sababu unajua mtu anaweza kusaini mkataba, au ni wanasiasa, anaweza saini mkataba sahihi na jioni anageuka, si jambo ambalo linatoka ndani ya roho. Anaweza kusaini
lakini baadaye anageuka. Lakini wakati tunapoona walikuwa wakisaini mikataba, Kagame anakuja kubadilisha sanction ambao Etats-Unis d'Amerique inachukua contre Rwanda, kutoa ubalozi wake Rwanda kuleta Nairobi, kufanya masanction zingine za kibiashara na kwa Rwanda. Hiyo inatuma sasa Rwanda ako ndani ya changamoto na kubali kwa lazima huo mkataba. Sasa tunasubiria tuone yale matunda ya huyo mkataba, kama itakwenda kutimilika basi tutasema asante na amani itapatikana. Hapo ndio tutasema ya kwamba diplomasia ambayo Tshisekedi amefanya imeleta matunda. Lakini kama hatujapata amani na kama haja metrize au wa M23 kuwatoa katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutamwambia Tshisekedi pesa zetu zimetumia kwa diplomasia hizo inchi 200 na zaidi azirudishe, kwa sababu hizo mafaya vya alifanya hapo ni pesa ya Kongo ndio ilifanya. Haikosi milioni na mamilioni ya kuleta maendeleo katika tarafa la Fizi au mkoa wa Sud Kivu. Ndio amekwenda kuharibu kwa hizo mafaya zake. Akitaka tuprove sisi tunahitaji amani ya kudumu, amani ya kutosha katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ifahamike anabaki na mwaka mmoja tu, manda yake iishe, tuingie katika uchaguzi. Asante sana ndugu mtangazaji. Aha, umesema labda baadaye inaweza ikaleta matokeo chanya. Tuzungumze kwa sasa. Je, diplomasia imeleta matokeo chanya kwa wananchi wa DRC? Kwa sasa diplomasia haijazaa matunda. Kwa nini? Kwa sababu Nord Kivu na Sud Kivu hakuja kuwa amani. M23 bado iko huko. Kwa sababu sisi watu wanapaswa wajue kwamba Tshisekedi kwa kufanya diplomasia alisukumwa na vitu viwili. Kwanza, nataka watu wakitambue. Jambo la kwanza lilituma Tshisekedi aanze diplomasia ni kwa sababu Tshisekedi, jeshi la FARDC hakuna jeshi lake ndani. Hii FARDC tuko nayo kwa sasa kwa sababu ile arme ya Mobutu wote walitawanyika na wakaenda. Sasa wakati Laurent Desire Kabila alikuja na akafariki, Joseph Kabila akachukua mamlaka, ndio wakatengeneza hii FARDC. Hii FARDC ilitengenezwa na watu na vyama vitatu ambavyo vilikuwa vinashikilia silaha. Chama cha kwanza ilikuwa RCD Goma ya huyu bwana nani ndugu yake ya Moise Nyarugabo anaitwa nani Azarias Rubero. Azarias Rubero Manywa. Wa pili alikuwa Jean Pierre Bemba Ngombo jeshi lake. Na la tatu ilikuwa AFDEL yenye wao Joseph Kabila walikuwa ndani. Ndio waliunda jeshi la FARDC. Na hii mikataba ya kuunda jeshi hilo ilienda kukubalika wapi? Lusaka, Zambia. Na ndio kwenye kulikuja Joseph Kabila akaweka serikali ya 1+4. Unaona, wakati 1+4 alikuwa yeye Kabila, ukakuwa Jean Pierre Bemba, ukakuwa Azarias Rubero Manywa na Herodias Ndombasi. Na Herodias aliwekwa pale kwa sababu yeye ndio alikuwa na kitabu chanya ama kitabu cha siri cha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa anajua historia ya Kongo na kishi uongozi wa Kongo ulivyo. Ndio akawekwa pale. Na uliona wakati 1+4 wakakubaliana, wakaweka serikali na jeshi limoja, na wakasema ya kwamba jeshi hili tutalita jina gani? Ndio wakachukua jina la FARDC. Naam. Ndio wakalipa hiyo jina. Okay. Sasa hiyo FARDC iliundwa, ilikuwa ni jeshi la nani? La Joseph Kabila. Yeye Tshisekedi alikuwa hana jeshi. Sasa wakati aliingia madarakani alijua ya kwamba hata nikitoa order namna gani kwa jeshi hili, mimi sina jeshi hapa ambalo niliandaa. Itabidi ili nifanye nguvu zangu zote nimalize vita, wacha nitumie diplomasia. Hilo lilikuwa jambo la kwanza na yeye Tshisekedi kufanya diplomasia. Jambo la pili ilituma Tshisekedi afanye diplomasia ni kwa sababu apate nguvu. Na ndio maana wakati alipoanza mapurparle na vikundi ambavyo vinashikilia silaha, yeye alitaka kuchukua vikundi hivyo
kuwa jeshi lake lenye ataacha ndani ya jeshi. Ndio utakuwa mchango wake wa UDPS kuacha anaunda jeshi, kwa sababu wenye wako ni wale majenero wenye waliachwa na Joseph Kabila. Na wakati Kabila alianza kumsumbua na kumpatia makondisyon nyingi, ni kwa sababu alijua Kabila faiblesse ya Tshisekedi hana jeshi. Mimi nina jeshi, chochote mimi Kabila nitafanya nitamwempoze nani? Tshisekedi, na atakubali. Unaona? Na ndio maana Joseph Kabila wakati mkataba wao Tshisekedi alikataa, cha kwanza alikimbilia M23 na kaingiza siasa zake kwa wa generali wote. Ile M23 kushika Goma ni wa generali wa Joseph Kabila walituma Goma ishikwe. Ile M23 ishike Bukavu, Nord Kivu ni wa generali wa Joseph Kabila wenye walifanya hizo nguvu ili washike. Alikuwa akiwaonga kwa sababu anajua Joseph Kabila ni patron wao. Ikabidi akuja kuformer Sovole Congo ili ya kuapuye tena nini M23. Na hiyo sasa ndio kilituma na Tshisekedi awapatie VDP ama aunde RAD, armée reserve. Hiyo armée reserve ndio jeshi la nani la Tshisekedi. Na unaangalia wakati alikuwa anafanya madialogue na Rwanda huko Washington na M23, huku alikuwa akifanya nguvu zake zote VDP ikuwe na wanajeshi wengi sana au wazalendo. Sasa wazalendo kwa sasa ndio jeshi la Tshisekedi. Unakuwa wakati huu Tshisekedi alifanya nguvu akaweka centre ya formation militaire ya haraka wapi? Kule Fizi. Yenye alimpea nani ya Kutumba. Ni kwa sababu wao wenye watamaliza hiyo formation watawekwa directement mu armée ya FARDC. Na wakiwekwa mu armée ya FARDC ndio watapelekwa kwenye mafunzo ya nini ya kijeshi ya wao wapate kukuwa wa general, kukuwa wa kapiteni, kukuwa wa major, ndio wataingia, ndio watakuja kureplace hao wenye wa Kabila watu wanatolewa. Hao wengine sasa wa VDP ndio watakuwa wa general, wa major, kwa sababu nguvu ya jeshi ya Kabila imalizike nguvu. Sasa hivyo ndio vitu vikubwa vimetuma Tshisekedi afanye diplomasia kubwa zaidi sana na aandae haya makundi ambayo yalikuwa yanashikilia silaha igeuke kuwa jeshi la nchi ya Kongo. Ile na yeye wakati atapotoka kwenye madaraka aache usaidizi kusema kwamba UDPS iliache na changia kwa jeshi la nini la Kongo la FARDC. Hiyo ndio malengo yake makubwa. Ndio hivyo ndugu mtangazaji, lakini diplomasia kwa sasa hatujaona matunda yake kwa sababu kama M23 ngali Goma na kama M23 ngali Bukavu, hapo hatujaona matunda. Matunda tunaona kwa sasa yeye kuandaa formation militaire ya kuweka watu wake wenye wataingia FARDC siku za usoni. Tumalizie na hili sasa, ni swali langu la mwisho. Kwa mtazamo wako, ni mkakati gani mbadala kwa mtazamo wako wewe ungependekeza ili kuimarisha usalama na utulivu wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndugu mtangazaji, kwanza mimi ninapinga wazo hili ambalo lililetwa na kanisa Katoliki na wengine ambao wanajiita ni vyama vya upinzani. Chama cha Eside cha Martin Fayulu na chama cha nane cha Moise Katumbi Assembly. Unajua wao wanataka kukue mapourparler, kukue dialogue national kwa sababu wanataka wajiretrouver mu gouvernement. Objectif ya hao watu wanataka sisi tukue mu gouvernement ya Union Nationale. Na sasa kitu sisi tunakataa sisi kukiwa madialogue katika nchi ya Kongo ambao inazatuma tukue na gouvernement ya Union Nationale. Itampa Tshisekedi nafasi nyingine ya kutukuandama uchaguzi. Itatulazimu sasa tuingie mu transition. Transition ya 3 ans, 4 ans ama 5 ans. Na sasa tukiingia mu transition, mwenye ataongoza hiyo transition ni nani? Ni Tshisekedi. Unanipata ndugu mtangazaji? Sasa imeletwa na nini? Na hizo pour parler ambazo Eglise Katolike na parti ya Eside ya Martin Fayulu na Moise Katumbi. Wakina Martin Fayulu na Katumbi kwa sasa hawako tayari kuenda kwenye uchaguzi kwa sababu ya mambo yao. Hii hatuingilie. Lakini sisi ambao tuko tayari hatuwezi tukakubaliana na hiyo dialogue. Na tunaipinga zaidi sana kwa sababu hiyo dialogue itatuingiza kwa mambo mengine. Dialogue nationale haiwezi kuleta suluhisho ya vita. Kwanza kitu ambacho tungitaka tumwambie wana Tshisekedi ni kipi? Tshisekedi kwanza afokase kwanza na vita, amalize na apige hao M23 watoke. Mambo ya dialogue itakuja baadaye. Muula wake unaenda
nguvu kuwatoa hiyo M23 hapo, tutaingia ndani ya shida siku zote tu. Lakini hiyo dialogue itasaidia nini? Martin Fayulu na Moise Katumbi, unajua Moise Katumbi yeye iko mcommunication na Joseph Kabila, na wanamwempose Kabila kuwe ndani. Kabila kuwa ndani iko condamné pour le moment à mort, na kuna conditions zake zinaliweka. Sasa hizo conditions Tshisekedi hawezi kubaliana nazo, hata wananchi hawawezi kukubaliana na yeye. Sasa hiyo dialogue national haiko solution ya matatizo tuko ndani ya Kongo, hapana. Mimi na considere dialogue national yenye naitwa ni kwa sababu ya opportuniste, kwa sababu pour le moment sijawahi kusikia Martin Fayulu anakondane juu ya invasion ya Rwanda mkongo, hiyo vita ya M23. Sijawahi kusikia Moise Katumbi anakondane juu ya invasion ya Rwanda mkongo, juu ya vita ya mashariki. Sijawahi kusikia Eglise Katoliki yenyewe inakondane invasion ya Rwanda mkongo. Sasa leo unakuwa na audacity ya kwenda kumwambia Tshisekedi ya kwamba tuende kuma dialogue. Je, gouvernement Tshisekedi iko na probleme gani na parti ya Assemblée Nationale na parti ya Assemblée Moise Katumbi? Je, regime ya Tshisekedi iko na probleme gani na ESID? Je, regime ya Tshisekedi iko na probleme gani na Eglise Katolika ama kanisa Katolika? Hakuna. Sasa kwa nini kukue dialogue? For what for? Hiyo ni dialogue ya opportuniste. No. Sisi ambazo tunaomba wengine sisi watu wa coalition Uboli na chama cha ANAPAD. Tunasema ya kwamba hatukubali dialogue hii. Kitu ambacho atafanya Tshisekedi afokase kwanza na diplomasia hiyo yanafanya, na afokase na kupigana na M23, awatoe par force. Hiyo itakuwa jambo la muhimu zaidi sana. Alan Otangani David, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Na mimi nakushukuru sana ndugu mtangazaji kwa fursa hii ya kuongea na wananchi.